Hali ilivyo hapo kutoka kwa taarifa ya Ode Francis. Mtazamaji, kama ilivyoada, kuna lile swali tunaloliuliza kwenye longalonga mtaani na mtandaoni. Hebu tusikie mtaani walisemaje. Pesa zinazotolewa kama fidia ya kusababisha kifo cha mtu zinaitwaje? Hela za msiba. Inaitwa kinua mgongo ama pole. Pesa za mazishi. Naweza sema ni pole ama ridhaa. Ni hada. Ni pesa ambazo hutolewa kwa maumivu au hasara. Fidia ni kwamba malipo tu ya kuingia nafasi ya ugumu ama shida aliyopata anayefidiwa. Unampa ile aridhie, hata kama pengine haitomrudisha yule mtu wake, lakini unampoza moyo. Naam, hizo pesa anazotozwa mtu kama fidia ya kumuua mtu mwingine. Kwa Kiswahili hizo hela zinaitwa dia. Yaani ni pesa ambazo unamtoza kama fidia kwa sababu amemuua mtu. Sasa mwambie wewe adhabu yako lazima ulipe hela. Ili uoneshe kwamba angalau una huruma kutokana na kile kitu ulichokifanya. Kwa hivyo unatozwa hela zinaitwa dia. Kwa hivyo lazima utozwe. Ukizitoa tu. Sasa hizo zitakuwa ni zile ambazo kama hiyo sio dia. Na nitatoa mfano. Juzi katika ufalme wa Saudia. Hata ndo labda kunaitwa Saudia. Saudia wana sheria ya kutoa dia. Na kuna Mkenya juzi alikuwa ameua lakini alikuwa hukumiwe kifo. Ikabidi kukachangwa shilingi dola milioni moja. Akaachiliwa aje. Hiyo ndio dia. Hela unazopatia mtu ili kugaramia mazishi. Lakini hivyo vitu viwili tofauti. Saudia ina kamati kuu ya kumtoza mtu dia. Kumtoza. Kwa sababu kuna sheria. Wengine walimlipia kwa huruma. Basi. Ndio hivyo sasa. Ndio nasema, lakini kwa mchango huo wote ulikuwa wa kujaza dia. Sawa. Kwa sababu hii ya huku tuwakulipa tukomea wagaramia mazishi kwa sababu hakuna sheria ya dia. Kenya hamna. Ukiua unafuata sheria. Na kuna huyu mtu ama hawa watu ambao tumeona kwa taarifa ya Ode Francis ambao wanalipwa ili kutishia watu. Wanaitwaje? Sasa hao ni mazebe. Akiwa mmoja anaitwa zebe. Yaani shughuli yao ndio magunzi. Kwa hivyo mtu ambaye anapewa hela, wewe nenda mtishie mnene leo. Na tena akileta shida mtandike. Si unajua tena watafurahi kwa sababu wanapiga mahali ambapo kuna nyama za kuchapa. Basi. Kwa hivyo kimsingi zebe ni yule mtu ambaye anapewa hela kwenda kumtishia mtu. Na Bakari amesahau kwamba kwa sababu yeye pia ni bwanyenye. Akienda kwenye taifa la ugenini akalipia ili apewe ulinzi. Hiyo pia ni dia. Aha. Ili asikutwe na mazebe. Kwa hivyo zebe na mhuni kitu kimoja. Zebe na mhuni ndio. Maana mhuni jukumu lake ni kuiba, kutisha, kuiba au kuvuruga. Naam. Hebu sasa tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe na Munene. Tuko naye Nahil. Nahil, hujambo? Jambo Mashirima. Karibu kwenye longalonga. Munene huyo hapa atakueleza na maneno ambayo mtapokezana hii leo. Nahil. Naam. Neno letu leo dia. Mimi nataka tubadilishane maneno ambayo yanaisha na ia. Kwa mfano nakusikia. Sawa. Na mimi pia nakuangalia. Asante, tufuate sheria. Na pia kuna ngamia. Mambo yote si huria. Na hapa chumbani nimeingia. Mengine wametuzuia. Nikichukua fagio nafagia. Ukicheza wanakutia kwenye gunia. Na hapo mtangazaji amevaa sidiria. Na sio mimi wala Bakari. Kwa kweli una hatia. Naona tume hapo. Maana tukiendelea tutapeleka mbio mpaka utalia. Asante Kamalidi. Hebu sasa tumpatie fursa Nuzuberi Bakari aweze kutugania shairi la leo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji popote ulipo. Kwa bahati nzuri tu mimi wananiita Al-Ustaz Pasua Nuzuberi Bakari, na leo shairi langu ni kwa polisi. Hivi siku za karibuni tumeona polisi wanakuwa na vitimbi vingi, lakini leo tunaomba polisi angalau muwe na huruma na kwenda kama mtakavyolisikia.
Kwanza tunawaheshimu kwa kazi mnayofanya, ni kazi nzito na ngumu, wengine wachanganya. Sasa itawalazimu mjifunze kujikanya. Tunawaomba polisi kwamba muwe na huruma. Tajua mnapambana kuyafata maagizo, mkubwa akisha nena atoe maelekezo. Kawatandike vijana wachape bila mchezo. Tunawaomba polisi kwamba muwe na huruma. Maagizo ni muhimu ila yafatwe kwa utu. Fanya kama binadamu na wala usiwe jitu. Swala la kumwaga damu liwe maarufu kukwetu. Tunawaomba polisi kwamba muwe na huruma. Tena fuateni sheria ilivyo kwenye katiba. Mtu mkimzuia kituoni kumbeba, hakuna kumkemea wala kumzabazaba. Tunawaomba polisi kwamba muwe na huruma. Upunguzeni unyama mkishika mshukiwa. Thibitisheni tuhuma mbele ya mtuhumiwa. Tena bila ya dhuluma Mkenya kudhulumiwa. Tunawaomba polisi kwamba muwe na huruma. Ukishapewa bunduki itumie kwa hekima. Bure isikupe chuki kwa kuanzisha na kama kujifanya mamluki kuua watu kinyama. Tunawaomba polisi kwamba muwe na huruma. Tunawaomba polisi kwamba muwe na huruma. Kwaheri mtazamaji, tunakutakia wikendi njema.